kwenye archives zao kuangalia. Baada ya kupata uhuru, marehemu baba wa taifa aliandikiwa barua na mabenki, siyataji mabenki hayo, wakimwambia kwamba bwana, wewe ni kiongozi wa Tanganyika huru, nchi za Kiafrika hizi haziaminiki. Sisi tuko tayari kukufichia amana zako utakazozichuma kupitia uongozi wako. Waliandikiwa watu wawili, marehemu baba wa taifa na marehemu Amir Jamal, ambaye kwa kipindi kirefu alikuwa waziri wa fedha. Yale mabenki yalimwandikia marehemu baba wa taifa ile barua kwa siri. Marehemu baba wa taifa alipoisoma, akaipeleka ile barua, wao sulimu, akaipeleka ile barua Daily News, akamwambia mhariri mtendaji ichapishe hiyo front page, ukurasa wa mbele kabisa. Akasema watu hawana adabu, wanafikiri sisi tumekuja hapa kutafuta uongozi wa kuendeleza nchi yetu ili tujitafutie utajiri, na kwamba hatuwezi kufanya jambo lolote bila ya wao. Kwa hiyo yale mabenki yakawa yamevuliwa nguo. Jambo jingine ambalo ningependa kulisema, na mimi mwenyewe ni mnufaika. Mwaka 1960 Tanganyika, kama ilivyokuwa wakati ule, ilipata serikali ya madaraka ya ndani, wanaita kwa Kiingereza internal self government. Na marehemu baba wa taifa alikuwa ni waziri kiongozi, sio waziri mkuu, waziri kiongozi, chief minister. Katika moja ya hotuba zake, na kwa sababu alitilia sana mkazo suala la elimu katika wale maadui watatu: ujinga, umaskini na maradhi, alisema kwamba hakuna kijana yoyote, mtoto yoyote wa Tanganyika atakayekosa elimu kwa sababu ya uchumi duni wa wazazi wake. Mimi nimekulia Dar es Salaam. Baba yangu alikuwa mtu wa kawaida. Sheboy pale anamfahamu. Alikuwa anafanya kazi bohari kuu, lakini siku zile walikuwa wanaita subordinate staff. Kima cha chini kilikuwa shilingi 90. Mimi mwaka 1960 baada ya kumaliza mtihani wa darasa la 4, nikachaguliwa kwenda shule ya kati, middle school Magomeni pale. Siku hizi inaitwa Ali Hassan Mwinyi. Ilikuwa Magomeni Boys Middle School. Ada ni shilingi 90 kwa mwaka. Ilikuwa hela ndefu sana ile kwa mzee.
Lakini kutokana na kauli ile ya marehemu wa baba wa taifa akiwa waziri kiongozi mwaka 60, mzee alishauriwa aende ofisi ya DC Ilala pale ofisi ya mkuu wa mkoa Ilala zamani ilikuwa ni ofisi ya DC wa Mzizima. Ofisi ya mkuu wa mkoa wa kanda ya mashariki wa jimbo la mashariki ilikuwa ni Morogoro, sio Dar es Salaam. Ukenda pale, marehemu mzee akapewa msamaha wa kulipa shilingi 27 badala ya shilingi 90 kwa mwaka. Tulipe shilingi 9 kila muhula. Nikasoma mimi darasa la 5 mpaka la 8 mwaka 64. Nilipomaliza nikapata bahati ya kuchaguliwa kwenda shule ya sekondari Minaki. Mpaka mwaka 64 shule za sekondari za kulala huko bodi ilikuwa wanafunzi wanatakiwa kulipa shilingi 960. Lakini ilipofika mwaka 1965 ada katika shule zote za serikali na sekondari zikafutwa. Tukawa tunasoma kwa gharama ya serikali. Nikasoma pale mpaka kidato cha 6. Nikajaliwa kwenda chuo kikuu hapa Mlimani. Hapa sio tu kwamba tulikuwa tunasoma kwa gharama za serikali, lakini ukiingia mwaka wa kwanza unapewa kitu tulichokuwa tunaita bumu. Ukanunue nguo ambazo zinafanana na mwanafunzi wa chuo kikuu, upate pesa za kwenda kutembea kama unataka kwenda kutembea sinema, na chakula tunakula pale pale kwa gharama serikali. Huyo ndio Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini marehemu baba wa taifa alikuwa na maono gani? Katika ujenzi wa taifa alikuwa na dhamira gani? Marehemu baba wa taifa alikuwa na dhamira ya kujenga taifa huru lenye heshima na kuheshimika, linalojitegemea na lililo shirikishi na jumuishi, taifa ambalo kila mwananchi atatoa mchango wake katika kulijenga taifa hili na atapata stahili yake. Huo ndio ulikuwa mtazamo wake. Lakini mtazamo huu ulikuwa umeongozwa na nini? Marehemu baba wa taifa alikuja Dar es Salaam mwaka 1952. Alikuwa mgeni, alikuwa mjui mtu. Isipokuwa alikuwa yuko karibu, alikuwa anamfahamu sana marehemu mzee Joseph Kasela Bantu, ambaye walikuwa wanafundisha wote Tabora. Marehemu mzee Joseph Kasela Bantu alikuwa anakaa Temeke kule kwenye quarters. Akamuuliza Joseph,
hapa kuna Tanganyika African Association. Nani wanayekiendesha chama hiki? Tunasubiri, nitakupeleka. Zamani sisi vijana wa zamani tulioishi Kariakoo, tunasema hapa MC alitoa rojo. Ndugu zangu wa Saigoni wanajua, na mimi mwanachama jamani wa Saigoni, hawa viongozi wangu. Wakati ule Dar es Salaam ilikuwa imegawanyika katika sehemu mbili. Ukikaa mtaa wa Msimbazi, mgongo wako umeuelekeza gerezani, unaangalia mwelekeo wa Morogoro Road. Kushoto mpaka leo kunaitwa Mission Quarter. Kulia mpaka soko Mjinga, soko la Kisutu, eneo lile Kariakoo. Huku Mission Quarter walikuwa wanakaa watu wenye madhehebu ya Kikristo, na huku walikuwa wanakaa watu wenye madhehebu ya Kiislamu. Marehemu Baba wa Taifa aliuliza, kwa nini hii iko hivi? Lakini ule ulikuwa ni mpango mahususi wa wakoloni kuwatenganisha watu wasiwe wamoja, kwa sababu hawa wakiwa wamoja watakuwa watu hatari sana. Juhudi zilifanyika za makusudi kuwaunganisha Watanganyika wote bila ya kujali dini ya mtu, kabila ya mtu, au madhehebu ya mtu, au rangi ya mtu. Na hili lilifanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo ikapelekea kuwa na umoja wa kitaifa, sio tu kwenye mji wa Dar es Salaam, lakini tulipopata uhuru sisi hatukuwa taifa. Ulikuwa ni mkusanyiko wa makabila yasiyopungua 120. Lakini kutokana na juhudi zake yeye na wenzake aliokuwa anawaongoza, wakafanya jitihada, wakajenga taifa moja, huru, lenye umoja, lenye kuheshimika na kuheshimiwa. Tumefika mahala hata ukienda nje. Mimi mwaka 1980 nilikwenda Botswana. Nilipokuwa natembea nikakutana na watu wanasema, wewe sio mtu wa Botswana. Nikauliza kwa nini? Nasema, unaonekana unatembea kwa kujiamini na huna wasiwasi. Nikamwambia mimi ni Tanzania. Akasema, tulidhani hivyo, tulifikiri hivyo. Kwa hiyo licha ya umoja wa kitaifa, alipigania sana umajumui wa Afrika. Na tulipokuwa tunaelekea kupata uhuru,
na nchi hizi jirani za Afrika Mashariki zilikuwa zinaelekea kupata uhuru, marehemu baba wa taifa alikuwa tayari kuakhirisha uhuru wa Tanganyika ili Tanganyika, Kenya na Uganda zote zipate uhuru mwaka mmoja, ili tupate uhuru tukiwa kama taifa moja la Afrika Mashariki. Nilisema kwamba aliamini sana katika uongozi jumuishi ambao unajumuisha wazee. Mtakumbuka wakati wa utawala wake, kukiwa na jambo lolote kubwa la kitaifa, alikuwa anawaita wazee wa Dar es Salaam Diamond Jubilee Hall pale na kutangaza. Hata alipotangaza vita dhidi ya Idi Amin, alitangazia Diamond Jubilee Hall kwa kuwaita wazee wa Dar es Salaam, na akazungumza na taifa kupitia wazee wa Dar es Salaam. Kwa hiyo wazo hili la kukuteni hapa tunafuata nyayo zake, ni sehemu ya kumwenzi. Aliamini sana katika mchango wa wanawake katika kuleta chachu na hamasa katika kupigania uhuru. Matokeo yake nini? Matokeo yake ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Hii mbegu haikupandwa leo. Haya ni matunda ambayo mbegu yake ilipandwa miaka mingi iliyopita. Na kama mkiangalia, mkipata bahati ya kuona picha za marehemu baba wa taifa siku za mwanzo za kupigania uhuru, utamkuta kuna picha moja maarufu sana wakati anakwenda Yuno kwa mara ya kwanza. Amepiga picha na kina mama watatu au wanne. Kuna Bibi Titi Mohamed, kuna Bibi Chiku binti Saidi Kisusa, kuna Bibi Mwamvua, na kuna Lucy Lameck. Katibu mkuu wa tano marehemu Mzee Zuberi Mtemvu alikuwa ni mdogo wakati ya miaka 24 na 25. Alikuwa katibu mkuu wa tano. Kwa hiyo aliamini katika nguvu za vijana, lakini aliamini vile vile katika kushiriki katika mchakato wa kisiasa. Tano iliingia kwenye mtihani mwaka 1958. Mtihani huo unajulikana maarufu kama kura tatu. Wakoloni katika njama yao kutaka kuendelea kututawala, wakasema zitapigwa kura tatu: ya wazungu, ya Waasia na Waafrika. Baadhi ya viongozi wenzake na wazee wa Dar es Salaam wakasema haiwezekani, tusishiriki uchaguzi. Akasema hapana, tutashiriki uchaguzi. Tutatafuta mzungu wetu, Mwasia wetu na Mwafrika, tutawasimamisha. Kwa sababu usiposhiriki kwenye uchaguzi maana yake nini? Hata hicho kidogo ambacho ulikuwa ukipate hutokipata. Kwa hiyo
ilibidi asafiri mpaka Tanga kwenda kuomba kuungwa mkono. Alikutana na kule na wazee ambao walimuelewa, wakaja hapa wakawashawishi wazee wenzao, wakenda Tabora, ikajengwa hoja, wakubali kuingia kwenye kura 3 na 5 ilizoa viti vyote. Ndio akapatikana akina Derek Bryson, akina Amir Jamal, akina Nur Kasam. Walikuwa Wahindi lakini ni Wahindi 5. Wazungu 5. Na Waafrika ndio usiseme tena. Nimejaribu kusema kwa urefu. Mwenyekiti kanipa zao. Kwa hiyo ndugu zangu, viongozi wangu, suala la kushiriki uchaguzi ni suala ambalo lilikuwa liko katika moyo wa marehemu Baba wa Taifa.